Rais wa Marekani Donald Trump amesema Jumatatu kwamba hakuna matumaini kwamba Mexico na Canada wataepuka ushuru wa 25% unaoanza kutozwa leo Jumanne, na hivyo kulitikisa soko la fedha kutokana na vizingiti vipya vya biashara na Marekani. Ni lazima watozwe ushuru, la sivyo watalazimika kutengeneza viwanda vyao vya magari kwa kweli na vingine ndani ya Marekani ili kuepuka kulipa ushuru, Trump alisema akiwa White House. Trump pia alisema kwamba majibu ya ushuru huo yataanza kufanya kazi Aprili 2 kwa nchi zitakazoweka ushuru kwa bidhaa za Marekani, dhamani ya hisa kwenye soko la Marekani ikishuka muda mfupi baada ya matamshi ya Trump. Wakuu wa makampuni pamoja na wataalam wa kiuchumi wamesema kwamba hatua hiyo itaathiri biashara ya zaidi ya dola bilioni 900 kila mwaka kutokana na bidhaa ambazo huingia Marekani kutoka Canada na Mexico, na pia kuathiri soko la pamoja la Marekani kaskazini. Waziri wa mambo ya nje wa Canada Melanie Joly, wakati akizungumza na wanahabari, alisema kwamba Ottawa ipo tayari kujibu. Akizungumza na CNN, waziri wa biashara wa Marekani Howard Lutnick alisema kwamba Canada na Mexico walikuwa wamepiga hatua kuimarisha usalama mipakani, lakini juhudi zinahitaji kuongezwa ili kuzuia uingizaji wa dawa za kulevya aina ya fentanyl ndani ya Marekani. Na wakati huo rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba tathmini ya kiongozi wa Ukraine kwamba kumalizika kwa vita kati ya Russia na taifa lake bado viko mbali sana ni taarifa mbaya zaidi aliyowahi kuitoa, na kwamba huenda Marekani isikubaliane na hilo kwa muda zaidi. Baada ya Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kujibizana vikali Ijumaa iliyopita huko White House, Jumatatu wametofautiana tena kwa maneno kuhusu uwezekano wa kumalizwa kwa mzozo wa Ukraine. Zelensky wakati akiondoka London Jumapili jioni alitoa maoni yake kwamba huenda vita hivyo visimalizike hivi karibuni, muda mfupi baada ya kupata uungaji mkono mkubwa kutoka kwa viongozi wa Ulaya kwa kuendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa vikosi vya Kiev, lakini amesema kuwa anatarajia Marekani pia itaendelea kufanya hivyo ikiwa mchangiaji mkubwa zaidi wa silaha kwa Ukraine. Hata hivyo, Trump alitofautiana na matamshi ya Zelensky akisema kupitia jukwaa la Truth Social Jumatatu kwamba ni kama nilivyosema awali, jamaa huyu hataki amani ipatikane ili mradi Marekani na Ulaya wanamuunga mkono. Zelensky naye kupitia X alisema kwamba ni muhimu kujaribu kuzingatia diplomasia katika kumaliza vita hivi haraka iwezekanavyo. Kampuni kubwa ya kutengeneza chips za kompyuta ya Taiwan ya Semiconductor Manufacturing au TSMC Jumatatu imetangaza kuongeza uwekezaji wa dola bilioni 100 hapa Marekani kwa kujenga viwanda vitano zaidi vya kutengeneza chips ndani ya miaka kadhaa ijayo. Mtendaji mkuu wa kampuni hiyo C.C. Wei alitangaza mpango huo wakati wa kikao huko White House na rais wa Marekani Donald Trump. Ni lazima tuweze kutengeneza chips na semiconductor tunazohitaji hapa ndani ya nchi, Trump alisema. Ni suala la usalama wa taifa kwetu sisi. Kampuni ya TSMC ni kubwa zaidi duniani kwenye utengenezaji wa vidude vya kompyuta, soko lake kubwa likiwa hapa Marekani. Ushindi kwenye uchaguzi wa Novemba ukichochewa zaidi na matumaini ya kiuchumi kwa wapiga kura, Trump amejiahidi kuinua uwekezaji kwenye viwanda vya ndani ili kubuni ajira. Tangazo la uwekezaji wa TSMC ni mojawapo wa mengine yaliyofanywa katika siku za karibuni. Mwezi uliopita kampuni ya Apple ilitangaza uwekezaji wa dola bilioni 500 ndani ya kipindi cha miaka 4 ijayo. Bilionea wa Emirati Hussein Sajwani pamoja na SoftBank pia wameahidi kuwekeza mabilioni ya dola hapa Marekani. Na zaidi ya Wakenya 60 waliokolewa kutoka mikononi mwa makundi ya matapeli wa mtandaoni nchini Myanmar wamekwama kwenye mpaka kati ya nchi hiyo na Thailand, wakiishi katika mazingira mabaya kulingana na taifa hilo la Afrika Mashariki. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi. Shughuli hizo za utapeli wa mtandaoni ambazo zimeshamiri kwa miaka kadhaa kutokana na sheria mbovu za mpakani nchini Myanmar zinawavutia wafanyakazi wa kigeni wanaoahidiwa ajira zenye malipo makubwa. Lakini wakati wafanyakazi hao wanapowasili nchini Myanmar, matapeli hao wanawashikilia mateka na kuwalazimisha kufanya ulahai wa mtandaoni. Chini ya shinikizo la mshirika wake China, Myanmar ilitokomeza baadhi ya mitandao ya matapeli hao na kuwaachilia karibu wafanyakazi 7,000 kutoka nchi 20. Wakenya 64 ni miongoni mwa walioachiliwa, lakini hawajavuka mpaka kuingia Thailand ili waweze kurejeshwa nchini mwao. Kitengo cha Wizara ya Mambo ya Nje kinachohusika na Wakenya wa ughaibuni kilisema Jumatatu katika taarifa kwenye mtandao wa X. Hii ni kwa sababu mamlaka ya Thailand
haijafungua tena mpaka huo tangu tarehe 12 Februari mwaka 2025, wakati wimbi la kwanza la wageni 260 wakiwemo wa Kenya 23 lilipokabidhiwa jeshi la kifalme la Thailand, wizara hiyo iliongeza. Matokeo yake ni kwamba wafanyakazi walioachiliwa wanaendelea kusubiri wakiishi katika kambi za muda kwenye mpaka wa Myanmar katika mazingira mabaya, wakikabiliwa na ukosefu wa huduma za matibabu, maji safi na umeme, ilisema taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya. Mamlaka ya Kenya imesema wanatafuta njia mbadala ili warejeshe raia wao nyumbani. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Waasi wa M23 walifanya uvamizi mashariki mwa Kongo na kuwateka wagonjwa na majeruhi wanaume takriban 130 kutoka katika hospitali mbili mjini Goma wiki iliyopita, Umoja wa Mataifa umesema Jumatatu. Wapiganaji wa kundi hilo Februari 28 walivamia hospitali ya CBCA Ndosho na Ilea Hill Africa mjini Goma, waliuteka mapema mwaka huu. Msemaji wa ofisi ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Ravina Shamdasani amesema kupitia taarifa. Waasi hao wameripotiwa kuwachukua wagonjwa 116 kutoka hospitali ya CBCA na wengine 15 kutoka Hill Africa, wakishukiwa kuwa wanajeshi wa Kongo au kutoka kundi linaloiunga serikali mkono la Wazalendo. Inasikitisha kuona M23 wakiwateka wagonjwa kutoka kwenye vitanda vya hospitali na kisha kuwapeleka sehemu isiyojulikana, Shamdasani alisema, akiomba kuachiliwa kwao mara moja. M23 wameshika udhibiti wa sehemu nyingi na miji mashariki mwa Kongo tangu mwanzoni mwa mwaka, huku wakiwaua takriban watu 3,000. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF Jumatatu limeonya kuwa uamuzi wa Israel wa kuzuia upelekaji wa misaada ya kibinadamu isipokuwa maji kwenye ukanda wa Gaza kwa haraka utapelekea hatari kubwa kwa watoto na familia ambazo tayari zimetatizika. Kusitishwa kwa upelekaji wa misaada kulitangazwa Jumapili na kutaathiri pakubwa operesheni za raia, amesema Edward Beda, mratibu wa kieneo wa UNICEF kwa ajili ya Mashariki ya Kati na Kaskazini mwa Afrika. Ni muhimu kwa sitisho la mapigano kuendelea kuwepo pamoja na kuruhusiwa kwa upelekaji wa misaada ili tuweze kuendelea na shughuli za kibinadamu, Begbeda alisema. Jumapili Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kuwa mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Mashariki ya Kati Steven Witkoff alipendekeza kuongezwa kwa muda wa sitisho la mapigano hadi Aprili 20. Tarehe hiyo itatoa nafasi kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na sikukuu muhimu ya Wayahudi ya Pasaka. Ndani ya kipindi hicho Hamas wataachilia nusu ya mateka walioshikiliwa na kisha kuachilia waliobaki pale sitisho la kudumu la mapigano litakapofikiwa. Na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu kutoka kabila la Uiguru wamelalamikia hafla ya kusherehekea mwezi mtukufu wa Kiislamu huko Uingereza Machi 11 kwa ufadhili wa kampuni ya TikTok. Waandaji wa hafla hiyo, mtandao wa wanawake wa Kiislamu wa Uingereza, wametuma mwaliko wakisema kuwa hafla hiyo italeta pamoja makundi tofauti ya kidini, watengeneza maudhui pamoja na wabunge ili kusherehekea mchango wa kitamaduni wa Waislamu ndani ya Uingereza. Waiguru waliokimbilia Uingereza wameelezea wasiwasi wao kutokana na ufadhili wa TikTok, wakisema kuwa mtandao huo huzuia kurusha video zinazoangazia ukiukwaji wa haki za binadamu nchini China dhidi ya Waiguru wa Kiislamu. Siamini kwamba mtandao wa wanawake wa Kiislamu wa Uingereza unaunga mkono kasia na mauaji, lakini ushirikiano wake na TikTok unatuma ujumbe wa kutisha, amesema Nevize Oguz, mwanaharakati wa haki za Waiguru anaishi Istanbul, wakati akizungumza na VOA kupitia barua pepe. Oguz amekuwa akitumia mtandao ya kijamii ikiwemo TikTok kutetea haki za watu wa Uiguru wanaoshikiliwa huko China.